Karibu katika kutazama habari za kimichezo, za kiburudani, za kijamii, lakini kwa siku hii ya leo tumeamua kuzungumzia habari za kiburudani. Tumeweza kumjua mwanamuziki Juma Jux, lakini siku hii ya leo bwana watu wameamua kutema cheche hadharani. Kwa mara nyingine tena Jux amefanya kazi na mwanamuziki aliyewahi kuwa chini ya WCB Wasafi, hii ikiwa ni zamu ya Mbosso, wanachama wa zamani na kundi la Yamoto Band. Lakini Juksa na wanachama wa zamani kundi la Wachaka ni miongoni mwa wasanii wachache wa Bongo Flava waliopata nafasi ya kufanya kazi nyingi na WCB. Lakini tayari amefanya kazi na Diamond Platinum na Zuchu, vile vile Rayvanny na Mbosso, ambao kwa nyakati tofauti kila mmoja aliingia na rekodi ya lebo hiyo. Je, ni lini, kwa namna gani Jux alifanya kazi ya wasanii hao? Makala haya yanaenda kuangazia hilo kwa kufuatana na mtiririko wa muda wa kazi husika alipotoka. Tayari Diamond, mshindi wa MTV AMS mara 3, amesikika katika nyimbo 3 za Jux: Sugua 2019, Enjoy 2023 na Ololufemi ya 2024, zote zikitayarishwa na S2 Kids kutokea studio za Pluto Republic. Lakini tunaweza kumuona Jux na Zuchu katika albamu ya pili ya Jux, King of Heart 2019, iliyotoka ikiwa na nyimbo 16. Moja kati ya hizo, Utwa Nidhibiti, alimshirikisha Zuchu, mshindi wa 7 tuzo ya muziki Tanzania TMA. Lakini tukaona Rayvanny na Jux katika albamu ya kwanza, Rayvanny Sound Africa 2021, iliyotoka akiwa bado yupo WCB. Jux alisikika katika nyimbo namba 16, Hito Lala, ukiwa imetayarishwa na S2 Kids. Lakini Mbosso na Jux, mwaka mmoja baada ya Mbosso kuondoka WCB, ndipo amekuja kusikika katika wimbo wake wa Jux Kipepeo 2026 uliofanya vizuri kwa sasa. Juma Jux kwa kazi na Mbosso kipindi hiki ambacho msanii huyu anapiga sana kolabo kubwa, ambapo awali alifanya kazi na Harmonize na Alikiba, mwanzilishi wa King Music. Mbali na uzuri wa wimbo huo